Watela baba wana bamayo. Eko embesa ika. Mwamisha akine. Mrechiza gete. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea wetu nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya chama chetu cha Mapinduzi, katibu mkuu wetu, mwenyekiti wetu wa chama wa mkoa, kwa kweli itifaki ikiwa imezingatiwa, pamoja na ndugu yangu na kaka yangu Doto Mashaka Biteko. Na furaha na heshima kubwa kusimama mbele yako Mheshimiwa Daktari Samia na mbele ya wanachato. Kwanza kuungana na wasemaji wote waliofika mahali hapa kwa kuelezea mambo makubwa na mazito, ikiwemo na kazi njema uliofanya katika jimbo letu la Chato. Lakini la pili, naungana na mdogo wangu Jessica kukaribisha tena Chato na kwenye ardhi ambayo wewe ni sehemu ya mafanikio ya kazi njema iliyofanywa na chama chetu cha Mapinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti wetu na mgombea wetu, nimepata bahati ya kuzunguka na wewe katika kanda yetu ya Ziwa mpaka leo hapa Geita. Na nimesikiliza kwa kina maneno ya Daktari Bashiru. Naomba nikuhakikishie, kanda itakayoongoza kwa kura nyingi ni kanda ya kaskazini. Wakati unaenda Kagera, naomba ufahamu ya kwamba kaskazini ndio itakuwa namba 1. Na wakati unaondoka kanda ya Ziwa, ujue kwamba kanda ya kaskazini itakuwa namba 1. Na nitasema kwa sababu gani. Ili Daktari Bashiru atakapokuwa Bukoba, basi naomba nisikize majibu yake ili nijipange upya kabla ya tarehe 29 Oktoba. Mheshimiwa mgombea wetu, kwa kweli picha halisi uliyojionea kwenye kanda ya Ziwa inakupa uhalali wa kupata usingizi mzuri ya kwamba kanda hii inaunga mkono Chama cha Mapinduzi. Mapokezi uliyoyashuhudia kwenye engo zote na kazi nzuri iliyofanywa na viongozi wetu wa chama yanatupa ujasiri sisi vijana na watumishi tuliopata nafasi ya kutumikia chama kutembea kifua mbele. Lakini leo kwa sababu tuko Chato, naomba uniruhusu niseme na wanachato kwenye eneo moja ambalo hayati Magufuli alilipenda sana, na kwa sababu alikuchagua wewe kuwa msaidizi wake, alijua ndani yako hautaliacha hilo jambo, utaendelea kulifanya kwa matumishi wako wote. Mheshimiwa, maisha yetu yote yanajulikana ya Watanzania wengi, 65.1 wanakaa vijijini, na 80 ndio wanaofanya shughuli za kusafiri kutoka vijijini kwenda mjini, na 95 ya mizigo yote inatoka vijijini kwenda mjini na mingine inatoka mjini kwenda vijijini, na hii kazi inafanywa na mtandao wa barabara. Niko mbele yako na mbele ya Watanzania kuambia mtandao wetu wa barabara za vijijini na mijini, kwa maana ya chini ya TARURA, tunao mtandao wenye urefu wa kilomita 144,000. Na ndani ya 144,000 ulipoingia madarakani ulikuta TARURA inapewa bajeti ya bilioni 275. Ndani ya mwaka mmoja ulipandisha kutoka bilioni 275 ukaipeleka trilioni 1.19. Waheshimiwa wabunge watakuwa mashahidi. Ndani ya majimbo yao ulifika hatua ukawapatia pesa, na zile pesa zikafanya kazi ya kupunguza adha na mateso ya wananchi kwa kuwajengea barabara. Niko mbele yako Mheshimiwa kutoa ushuhuda ya kwamba kwenye mtandao wa vijijini umefedhesha chini ya uongozi wako takriban kilomita 3661 zimejengwa kwa lami, na kilomita 1045 zimejengwa kwa nguvu za wananchi pamoja na wewe mwenyewe kwa moram, na kilomita 95 ndo zimebaki kwa udongo, na zaidi ya madaraja 80,000 yanafanywa kazi yakiwemo pamoja na makaravati. Mheshimiwa,
nimeangalia ongezeko hili la bajeti kwa kipindi chako tu hiki umetumia zaidi ya trilioni 3.9, takriban karibia trilioni 4, ikiwa wewe binafsi umetoa zaidi ya trilioni 2.3 kuhakikisha kwamba unawezesha mtandao wa vijijini kupata barabara zinazopitika. Na hivi ninavyoongea zaidi ya 65% ya barabara za vijijini zinapitika kwa mwaka mzima. Mheshimiwa, hizi fedha nilizozitaja trilioni 3.9, 100% wameenda pia kunufaika makampuni ya wadhabuni wazawa watoto wa Kitanzania, ikiwa sehemu ya kuchochea ajira kwa Tanzania. Sambamba na hilo, Mheshimiwa mgombea wetu, kazi uliyoifanya, umejenga madaraja, umejenga vivuko na umehakikisha kwamba huko vijijini maeneo mengi yanapitika na kazi umeendelea kuifanya. Naomba nigeukie eneo la TANROADS. Wizara yetu ya Ujenzi inao mtandao wa kilomita 37,445, na katika mtandao huo wewe ulivyoingia madarakani umeweka nguvu kubwa ya kuhakikisha kwamba zaidi ya kilomita 1360 zimekamilika kwa lami tangu 2025, 21 mpaka 25. Mheshimiwa, umechukua almost karibia kilomita 15,000 za barabara. Ndani ya kilomita 15,000 za barabara umeweka hivi ninavyoongea kilomita 2,110 zinaendelea kujengwa. Kilomita 2,051 ziko kwenye ukamilifu wa upembuzi yakinifu. Kilomita 4,768 zinafanywa kazi ya kuingia kwenye upembuzi yakinifu. Na hivi ninavyoomba wananchi wa hapa Chato, wananchi wa Tanzania, wale wote ambao wanaona kazi wanafanya Daktari Samia, tayari ameshatoa maelekezo ya kutangaza kwa wazabuni zaidi ya kilomita 5,678 kuhakikisha kwamba tukitiki Oktoba 29, miaka 5, barabara zinatembea na kupitika. Nimalizie kwa kusema, Mheshimiwa, kuna watu wamesahau ya kwamba hata hii Kigongo Busisi ni kazi ya mikono yako. Kuna watu wamesahau ya kwamba hata daraja la Wami wewe umelikamilisha. Kuna watu wamesahau hata ile barabara ya kutoka Tabora kwenda Mpanda ni kazi ya mikono yako. Naomba kumalizia kwa kusema hivi, Wanachato, ninaondoka mimi leo kwa idhini ya mwenyekiti wangu na mgombea Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa, kwa ruhusa yako naomba nirudi kanda ya kaskazini. Nimeona tambo za kina Dr. Bashiru, na hisi nikienda kule Kagera nitaenda kuongeza nguvu wakati kwangu kule siku 10 nilizozipanga. Naomba niruhusu mgombea urais nirudi kule nyumbani nikaweke mambo sawa kanda kaskazini, ili tarehe 29 tukutane kwenye sanduku la boksi tukitangaza ushindi kutokea kanda za juu. Mheshimiwa, naomba nikuache neno moja katika Isaya 41:10. Nasema usiogope, kwa maana Bwana yuko pamoja nawe, na una uhakika mkono wa Mungu utakushika. Mungu akushike Daktari Samia, uivushe Tanzania ya neema tunayotaka tuipate katika maisha yetu. Asante sana. Naomba nimkaribishe